يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات ونيران، اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم، من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ahiba, baada ya kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, vile vile kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mafanikio yako katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ahiba wa ahbaba rasulillah, ibadallah, mazilna natahaddathu an hadithi ummi Zari'. Hatujaacha kuwa tukiendelea kuzungumzia kunako hadithi ya ummi Zari' ambayo tulianza Ijumaa iliyopita, na tulizungumza mpaka namba 6, na leo inatakiwa tuendelee kuanzia namba 7, lakini kulingana na mazingira na kwamba hutuba sio kila siku, inawezekana mtu mwingine hakuswali katika msikiti huu ikawa tumemwacha. Kwa hiyo tunataja kwa mukhtasari yale yaliyotangulia ili tuweze kuunganisha na maudhui ya leo, tuweze kuwa pamoja, kwamba Aisha radhiallahu anha anamsimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, jalasa 11 mraa, walikaa wanawake 11, fataahadna wa taaqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna shay'a, kwamba walikaa wanawake 11 wakakubaliana na wakafunga ahadi ya kwamba hawatoficha chochote katika habari za waume zao. Yani kila mmoja atamsema mume wake, atamzungumza mume wake, kwa hiyo hakuna ambacho kitafichwa. Na tukasema ya kwamba hadithi hii inatufunza sisi pia tuweze kufahamu, ikiwa tuna sifa hizo ambazo zitatajwa zisizokuwa nzuri tuweze kuziepuka, na zile ambazo zitatajwa kwa wanaume waliokuwa wazuri nasi tuweze kujipamba nazo, kwa sababu leo katika maisha ya kindoa watu wengi wanaishi kwa kutumia kanuni akhafu dhararaini. Yani wanaishi kwa akhafu dhararaini, manake wanaangalia dhara kubwa na dogo, bora aepuke dhara dogo kwa ajili ya afanya dhara dogo kwa ajili ya kuepuka lile ambalo ni kubwa. Lakini unakuta ndoa nyingi hazina mapenzi, hazina mawadda, hazina huruma, lakini watu wanaishi kwa sababu ya kuogopea madhara fulani fulani, kwamba nikiondoka watoto itakuwaje, nikiondoka tutaanza kugawana nyumba, nikiondoka itakuwa 1 2 3. Kwa hiyo mtu anaangalia madhara makubwa na madhara madogo, lakini mapenzi katika ndoa, katika taasisi ya kindoa yanazidi kupoteza mwelekeo. Ndugu yangu Muislamu, akasema qalatil ula, akasema mwanamke wa kwanza, zauji lahamu jamali ghathin, mume wangu ni nyama ya ngamia iliyokonda, ala raasi jabal wa'rin, na ikiwa katika kilele cha mlima ambao jabali hilo lenyewe ni tabu kupanda kutokana na mabonde na mapango yaliyokuwa mengi. Akasema la sahalin fayurtaqa, si jambo jepesi mtu akaweza kupanda, wala saminin fayuntaqal,
na wala si nyama ilionona mpaka mtu angaikie kwenda kuibeba kupeleka nyumbani. Tukasema huyu anamsifu mume wake kwa sifa zilizokuwa mbaya, hana muamala mzuri, ana maslahi madogo, anaishi naye kwa maslahi madogo sana. Qalat thania, akasema mwanamke wa pili, zauji la abuthu khabarahu, mume wangu mimi siwezi kuzieleza habari zake. Inni akhafu alla adharahu, mimi naogopa kwamba nikitaka kufafanua kidogo kidogo siwezi kufika mwisho. Lakini pia akieleza ya kwamba akisikia habari hizo basi atakuwa ni mwenye kupewa talaka. Akasema la abuthu zauji la abuthu khabarahu inni akhafu alla adharahu in adhkuruhu adhkuru ujarahu wa bujarahu, na kama nitazitaja basi nitataja kwa zile za dhahiri kwa haraka haraka, na zile ambazo zimejificha kwa watu mimi ninazijua. Kwa kifupi anaeleza kuwa mume wake ana shari nyingi kiasi ambacho hawezi kuzieleza, na kama atazieleza atachukua kikao chote kiwe cha kwake. Qalat thalitha, akasema mwanamke wa tatu, zauji al-ashannaq, mume wangu ni ashannaq, in anfiqi utallaq wa in askutu uallaq, mume wangu ni mrefu lakini urefu usiokuwa na faida, ni mrefu asiyekuwa na akili. Asema ina anfiqi utallaq, kama nitazungumza nitapewa talaka, wa in askutu uallaq, na kama nitanyamaza nitabakia kuwa nimening'inia, sio mke wala sio bachelor. Kwa hiyo anamsifu kwa urefu, lakini urefu ambao hauna faida, urefu ambao hauna manufaa. Sifa ya kutofautiana na wenzake, yeye ni mrefu lakini akili zake hazimtoshi. Qalat rabi'a, akasema wa nne, zauji kalaili tihama, mume wangu ni kama usiku wa tehama, la harun wala qurun wala makhafata wala saamata. Akasema mume wangu ni kama usiku wa tehama, na tulieleza usiku wa tehama manake ni nchi ambayo ina joto wakati wa mchana, lakini usiku inakuwa na baridi ya kawaida na joto la kawaida, halipitilizi, haliendi kudhuru. Haogopi namna yoyote anavyoishi na mume wake kwa tabia zilizokuwa nzuri, wala mume wake hamchoshi kwa tabia yake aliyokuwa nayo. Kwa hiyo hapa anamsifu mume wake kuwa ni mtu mwadilifu. Anamsifu mume ya kwamba ni mtu ambaye ni mwadilifu. Qalati al-khamisa, mwanamke wa tano akasema, zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wala yasalu amma ahid. Akasema mume wangu ni chui, anapoingia ni chui, manake analala sana, haangalii yale aliyokuwa ameyaacha, na akitoka nje anasifika na ushujaa kama simba. Yani anakuwa ni simba, ni mwenye uhodari na ni mwenye nguvu na ni mwenye kupambana. Wala yasalu amma ahid, na wala haulizi yale ambayo walikuwa wamekubaliana au yale aliyokuwa amemwachia mke wake, kama ni mahitaji kwamba anunue 1, 2, 3 katika chakula, katika mboga, katika kadha. Akija sio mtu wa kuanza kuhoji, ulinunua nini na nini? Sababu wakati mwingine mwanamke pia anaweza akabadilisha mahesabu kulingana na hitajio, akaona tuna kitu cha nafuu kuliko kile ambacho anataka kukinunua, kwamba hichi kweli tuna shida nacho lakini hichi kina shida zaidi. Sasa kuna baadhi ya wanaume ambao hawapuuzi baadhi ya mambo kama haya. Kwa hiyo mwanamke huyu anamsifu mume wake ni katika watu ambao hawapendi kudodosa vitu vidogo vidogo. Anamsifu kwa sifa iliyokuwa nzuri. Qalati asadisa, akasema mwanamke wa sita, akasema zauji in akala laf wa in shariba shtaf wa in taja altaf wala yuliju likaffa liya'lama libath. Akasema mume wangu akila anakula kiroho,
yani anamaliza, na akinywa habakishi, na akilala yeye anavuta shuka, anamwacha mke wake bila shuka, anajifunika mwenyewe, hamjali mwenzake. Wala yuliju likaf, na wala haingizi mkono wake kumpelekea mwenzake, wala liya'lama libathi, ili aweze kujua mwenzake ana matatizo gani, kwamba huyu pia ni mwanaume ambaye hataki kujua shida za mke wake, hataki kumsikiliza mke wake, hajali hisia za mke wake. Hapa Waarabu huwa wanamsifu mtu kwa kutokula sana, lakini huyu inaonekana ni mtu ambaye anakula sana, lakini pia hana uhusiano mzuri na mke wake. Basi angekuwa anakula sana lakini pia ana mahusiano mazuri na mke wake. Huyu ndio mwanamke wa 6. Leo ndio tunaanza mwanamke wa 7. Qalat sabi'a, akasema mwanamke wa 7, akasema zauji ghaya ya'u au aya ya'u tabaqa'u kullu da'in lahu da'un shajjaki au fallaki au jamaa kulla laki. Asema mume wangu, ghaya ya'u natokana na al-ghayy, yani mtu ambaye amepotea, yuko mbali na haki, au aya ya'u, au ni mwanaume ambaye hamuhifadhi, hawezi tendo la ndoa, hawezi kumfanya mke wake akaweza kupata mahitajio yake ya kindoa, au aya ya'u. Akasema tabaqa'u, wasema tabaqa'u manake ni mwanaume ambaye ni ahmaq, mwanaume ambaye ni mpumbavu. Utaujua upumbavu wake kwa maelezo yanayokuja mbele. Anampasua kichwa, na akikasirishwa anamvunja. Je, kweli huyu atakuwa na akili? Je, kweli huyu atakuwa kwenye haki? Ndio maana akasema ni mtu ambaye yuko mbali na haki. Shajaki au fallaki au jamaa kulla laki, au anakusanya vyote. Kupigwa mwanamke atapigwa, kuchanwa, sababu shajaki manake ni kujeruhiwa. Katika lugha ya Kiarabu kusema shajaki manake ni jaraha la kichwani au usoni, sio kwenye mwili sehemu nyingine. Lakini akasema au fallaki, au akikasirishwa anakamata kiungo chochote anavunja au anamchana kwenye mwili, au jamaa kulla laki, au anakusanya yote, yani kwenye kupiga yumo, kwenye kujeruhi yumo, kwenye kuvunja yumo, kwamba haya yote kwake yeye anaweza kuyafanya. Ndugu katika imani, sisi tunafahamu ya kwamba Qur'ani imeruhusu kumpiga mwanamke, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa utaratibu, sababu Allah anasema wallati takhafuna nushuzahun, na wale ambao mnaogopea ujeuri wao, yani almar'a allati tartafi'u, mwanamke ambaye anajipandisha juu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema hatua ya kwanza fa'iduhun, kwanza wapeni mawaidha. Mawaidha ni ile lugha laini, wewe ni mke wangu, nakupenda, kwa nini unayafanya haya, unaniaibisha, unafanya kadha, sio vizuri, akaweza kuvutika na maneno yako unaomweleza, akashuka, akaweza kutenda haki aliyokuwa haitendi. Fa'idhuhunna, Allah amesema wapeni mawaidha. Ikiwa hatua hii imeshindikana, akasema wahajuruhunna fil madwaji'i, wahameni kwenye vitanda. Na hichi kipengele wanaume wengi hawawezi kuwahama wake zao. Kwa hiyo badala ya kutumia hatua ya kwanza na ya pili, wenyewe wanaenda moja kwa moja kwenye hatua ya mwisho, wadribuhunna, na wapigeni. Kwa hiyo wanaume wanakimbilia kwenda kupiga, manake kufikia hatua ya kupiga kabla hatua mbili hazijatangulia, manake wewe umefeli. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye aya hii, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema kupiga mutlaq,
hajafunga upigaji wa namna gani? Katika hadithi, sehemu ya hadithi, Mtume akasema wadhribuhunna darban ghaira mubarrihi, wapigeni hao wanawake lakini kipigo ambacho hakiachi alama wala hakijeruhi. Manake taadiban ni kwa ajili ya kumwadabisha, sio kwa ajili ya wewe kuonyesha kwamba wewe ni mwanaume, kwamba wewe una kareti, umefanya mazoezi kadhaa, ndio unayafanyia mazoezi hayo kwa ajili ya kuonyesha kwamba wewe ni mwanaume, unamtandika mke wako kila aina ya kipigo. Na siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, la tadribu ima Allah, msiwapige wanawake, msiwapige wanawake. Jaa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akaja Umar kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, dhi'ra an-nisa'u au dhi'irna an-nisa'u ala azwajihinna, Mtume amesema wanawake wasipigwe, lakini mbona wamefanya jeuri? Hawasikilizi tena waume zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaruhusu kipigo. Aliporuhusu kipigo, wanawake wakaja kuzunguka nyumba ya Mtume, kwamba hakuna mwanamke aliyosalimika ila kila mwanamke amepigwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wamekuja wanawake wamezunguka kwenye nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawashtakia waume zao kwamba wanawapiga. Mtume akasema, laisa ulaika bikhiyarikum, Mtume akasema hao sio wanaume bora kwa wake zao, sio wanaume bora kwa wake zao. Kwa sababu thabata anin nabii sallallahu alaihi wasallam, imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, annahu lam yadhribu imra'atan qat, kwamba Mtume hajawahi kupiga mke wake. Na anasema khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ninyi ni yule atakayekuwa mbora kwa wake zake, na mimi ni mbora kwa mke wangu, ni mbora kwa wake zangu. Kwamba jambo la kupiga ni ruhusa. Na tena baadhi ya wanasheria, wataalamu wa sheria ya Kiislamu wanasema hatua hii ya kupiga haifai kuruhusiwa kwa kila Muislamu kupiga mke wake, bali wanaoruhusiwa ni wale waliosomea, ambao ni wataalamu wa kujua kwamba hapa napigaje. Kwa sababu leo kuna baadhi ya watu wanapiga kwa sababu aliona mama yake anapigwa. Kuna watu wakikasirika wanakasirika kikabila, hawakasiriki hasira za kidini. Anakasirika kama wanavyoruhusu, au kama alivyoona baba yake anakasirika na jinsi alivyokuwa anampiga mama yake, na yeye anapokasirishwa na mke wake anarudisha historia ya nyuma, anaangalia jinsi mama yake alivyokuwa anafanyiwa, anaona kama analipa kisasi. Hii ni tabia mbaya kwa Muislamu. Katika sheria inaonyesha kwamba ikiwa utampiga madhara yatakuwa ni makubwa, ni bora usipige. Tosheka na hatua zile za mwanzo, tafuta ufumbuzi wa namna nyingine, lakini usifikie hatua ya kupiga. Ndugu yangu Muislamu, aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ndugu yangu Muislamu, baada ya utangulizi huu na kumzungumza mtu ambaye tumemsema mwanamke wa 7, mwanamke ambaye ni namba 7, anayefuatia aqalati thamina, akasema mwanamke wa 8, akasema zauji almasu masu arnab wa rihu zarnab, akasema mume wangu ni mwanaume ambaye ni kama manyoya kumshika sungura. Yani manyoya ya sungura yalivyokuwa laini, na ndivyo mume wangu alivyokuwa ni laini, alivyokuwa na tabia ambazo zinafaa, zinakubalika. Hawi ni mtu ambaye ni mgumu. Wa rihu zarnab, wanasema na ni harufu ambayo harufu ya zarnab ni mti ambao unatoa harufu nzuri.
Kwa maana anamsifu mume wake ni katika watu ambao wanakuwa wanaishi na wake zao vizuri, kwa lugha laini, kwa matendo mazuri. Lakini pia mume wake ni mtu ambaye ana harufu nzuri ya kuonyesha ya kwamba mume wake ni mtu ambaye ni msafi, ni mwanaume ambaye ananukia vizuri, kwa sababu katika historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inajulikana mahala alipopita Mtume kwa sababu anaacha harufu ya manukato. Watu wanajua hapa kapita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata Shuraihu alimuuliza Aisha radhiallahu anha, ummul mu'minina, mama wa waumini, anamuuliza mtu Aisha radhiallahu anha kunako Mtume sallallahu alayhi wasallama, ayu shay'in kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama yabda'u idha dakhala baitahu, ilikuwa ni jambo gani anaanza Mtume sallallahu alayhi wasallama pindi anapoingia kwenye nyumba yake? Kitu gani anaanza? Qalat Aisha bisiwaki, Mtume alikuwa anaanza na mswaki. Yani kabla ya kuingia anachukua mswaki, anasafisha meno yake, anasafisha kinywa chake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, aswaku matoharatu lilfami maridwatu lirabbi, mswaki unatoharisha mdomo na mswaki unamridhisha Allah jalla jalaluhu fi ula. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ni wanaume wangapi wanawakera wake zao kwa harufu za sigara? Midomo ambayo hata wakapiga mswaki bado huwezi kuondoa kitu. Hizi ni kero ambazo wanawake wanazivumilia. Wanaishi na watu ambao si wastaarabu. Angalia sahaba Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema, inni la uhibbu an atazayyana lilmar'a, hakika mimi ninapenda kujipamba kwa ajili ya mwanamke, kama uhibbu an tatazayyana li almar'a, kama ambavyo mimi ninapenda mwanamke ajipambe kwa ajili yangu. Lianna Allah yaqul, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi, wanayo wanawake linisai, wanayo wanawake kwa wanaume haki, kama ambavyo wanaume wanayo haki kwa wanawake kutendewa. Kwamba wanaume wanataka wanawake zao wawe wasafi, lakini wewe mwanaume hujali usafi wako. Wewe ni mparu samaki, unakuja unanuka shombo, lakini unataka upewe mechi. Wewe ni mkulima, umeenda kulima na majasho, unataka upewe mechi kwa harufu mbaya, mpaka mwanamke anaona sasa hata nikimnyima ni kazi bure, anashika pua, anakuambia hamna shida, tuendelee, kwa sababu unatoa harufu mbaya. Leo tunawalaumu wanawake kwamba umetoka jikoni na moshi wa vitunguu sijui na kadha, unaingia hivyo hivyo, lakini mwanaume mwenyewe pia na majasho yake hajali, haoni kwamba hili ni tatizo la kutokuwa msafi. Kwa hiyo mwanamke anamsifu mume wake ya kwamba ni mtu ambaye ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni msafi. Leo katika jamii yetu hili hatulichukulii kama ni jambo la serious. Wengi wanaona kwamba wanawake ndio wawe wasafi, lakini wao wasiwe wasafi. Muislamu badilika. Muislamu jitambue. Leo wangapi wanaume hatutembei na miswaki? Hata wanawake hawatembei na miswaki, lakini wanatembea na wanja. Unapaka wanja lakini mdomo unatoa harufu mbaya. Unamuuzi mwenzako, unamkera mwenzako. Ndugu yangu Muislamu, muda hautoshi kuelezea kwa undani. Qalat tasi'a, akasema mwanamke wa 9, zawji rafi'ul imadi, zawji rafi'ul imadi, tawilun nijadi, adhimur ramadi, qaribul baiti minan nadi. Anasema mume wangu ni mrefu,
Yule kule alisema la ashanna, mume wangu ni mrefu lakini urefu wa bure. Huyu anasema mume wangu ni mrefu, maana yake urefu wenye faida, urefu wa mtu mwenye akili. Urefu huo ni mzuri kuliko kuambiwa we ni mrefu lakini akili huna. Huyu ni mrefu lakini ni mwanaume pia, anajambia lake akilibeba ni refu. Manake uwezi wewe kuwa mfupi alafu kalibeba jambia refu, litafika chini. Kwa hiyo kuonyesha urefu wake, sema tawilu nijadi adhimu ramadi, lakini ni mwingi wa majivu katika nyumba yake, kwa maana ni mtu ambaye ni mkarimu sana, vitu vinapikwa sana, ndio maana majivu yanakuwa ni mengi. Karibu albayti minan nadi, akasema yuko karibu na vijiwe au na maeneo ambayo watu wanakusanyika, wanapohitaji huduma yoyote wanakimbia kwenye nyumba fulani, wakihitaji kinywaji, wakihitaji kadha, wanaweza wakapata kwa sababu ya ukarimu wa mtu huyu aliyokuwa nao. Kwa hiyo anamsifu mume wake, huyu ni mwanaume mrefu lakini ni mwanaume mkarimu. Ndugu yangu Muislamu, hawa ni wanawake ambao waliamua kila mmoja kueleza tabia aliyokuwa nayo mume wake. Mwisho wa siku mimi na wewe tutachagua, wewe ni katika yupi? Wewe ni katika yupi? Qalati al-ashira, akasema mwanamke wa 10, akasema zauji maliku wama maliku, maliku khairu min dhalika, lahu ibilun kathirul mabarik qalilul masarih, idha sami'na sawta al-mizhar ayqanna annahunna hawalik. Watisa anasema mume wangu jina lake ni Malik. Wama maliku, hivi wewe unamjua Maliku ni nani? Akasema Maliku khairu min dhalika, Maliku ni bora kuliko hao wote waliotajwa. Maliku ni mtu mkarimu. Anamsifu mume wake. Wewe si umjui Maliku ni nani? Lakini yeye anasema wama maliku, Maliku ni nani? Ataajubu wa taadhim, kumtukuza mume wake. Akasema lahu ibilun kathiratul mabariki, anao ngamia ambao ngamia hao wenye sehemu za kukaa, sehemu za kulala, sehemu ziko nyingi. Qalilatul masarihi, ni wachache sana kutoka kwenda kuchunga. Akasema idha sami'na sauta al-mizhar, ngamia wenyewe wakisikia sauti ya mlio wa furaha, wanasema walikuwa wanapiga kamziki. Ikiwa wageni wamekuja, kunapigwa ngoma. Mpaka hawa ngamia wameshaelewa, wameshatambua kwamba wanaposikia mlio fulani, idha sami'na sauta al-mizhar, wakisikia sauti ya mizhar, aiqanna annahunna hawalik, wanatambua kwa yakini ya kwamba wao ni wakati wa kuchinjwa. Hapa kuna atakayeliwa hapa, sababu jamaa ameshapata wageni. Jamaa ameshapata wageni. Yaani jamaa ni mfugaji wa ngamia, wako wengi, lakini katika hao ngamia si wote wanatoka kwenda machungani, wengi ndio wanaobaki nyumbani. Na ikitokea mgeni kaja, haijalishi ni nani, anaingia anakamata mmoja, anachinja kwa ajili ya mgeni. Ni nani leo anachinja hata kuku kwa ajili ya mgeni? Ni watu ambao walikuwa ni wakarimu. Ndugu yangu Muislamu, tulisema kwamba tunayasema haya kwa lengo na madhumuni tuweze kubadilisha mienendo yetu. Tutazame wale waliokuwa ni bora katika yale matendo yao ni bora, tuweze kuyaiga, tuyafanyie. Huenda ndoa zetu, familia zetu zikawa katika maisha ya salama. Naofia, na hata nisipoofia haiwezekani, kumtaja mwanamke wa 11 ambaye ndio aliobeba jina la hadithi, Ummu Zaria.
ndio mwanamke wa 11. Na maelezo yake ni marefu. Na dakika zimekwisha. Nikisema nimtaje nimweleze sintomtendea haki, nitakuwa nimeparaza. Kwa hiyo kama tutapata muda mwingine au hata kama itakuwa ni mhadhara au kama itakuwa Ijumaa yoyote itakayopatikana, tutakuwa na lengo moja la kumzungumzia Ummu Zari'i, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwambia Aisha radhiyallahu anha, kuntu laka ka abi Zari'i li ummi Zari'i. Katika hawa wote uliowaeleza, mimi kwako wewe ni kama baba Zari'i kwa mama Zari'i. Waswahili wanasema mama Rashidi ndio anayemjua Rashidi. Kwa hiyo huyu mama Zari'i na baba Zari'i waliishi vipi mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Aisha, kama ingekuwa basi mimi kwako wewe ni kama abi Zari'i li ummi Zari'i. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فأقم الصلاة.